Tarehe mosi ya kila mwaka dunia huadhimisha siku ya wafanyakazi, ambapo hapa nchini siku hii kwa mwaka 2016 kitaifa imefanyika mkoani Dodoma. Mgeni rasmi katika maadhimisho ya mwaka huu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, ambapo katika hotuba yake kwa wafanyakazi, Rais Dr. Magufuli alianza kwa kueleza mipango ya serikali ya awamu ya 5 ikiwa ni pamoja na kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025 pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Serikali ya awamu ya 5 imejipanga kuona nchi yetu inapata maendeleo kwa manufaa ya Watanzania wote. Tumejipanga kufanikisha utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025 pamoja na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndiyo imetuweka madarakani. Sote tunafahamu kuwa dira ya taifa ya maendeleo inalenga kuiwezesha nchi yetu kuwa ya uchumi wa kati unaongozwa na viwanda. Ili kutekeleza dira ya maendeleo na ilani ya uchaguzi ya chama tawala, tayari tumekamilisha mpango wa pili wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 utakaotekelezwa katika kipindi cha mwaka 2016-17 hadi mwaka 2020-2021. Mpango huo una dhamira ya kujenga uchumi wa viwanda ili kuchochea mageuzi ya kiuchumi na maendeleo ya watu. Lengo kuu la mpango huu ni kuhakikisha rasilimali na fursa za nchi zinatumika vizuri ili kujenga uchumi wa viwanda na kupunguza umaskini. Baadhi ya malengo mahususi ni kuimarisha kasi ya ukuaji mpana wa uchumi kwa manufaa ya walio wengi, kuongeza kasi ya kupunguza umaskini, kuongeza fursa za ajira kwa wote, kuongeza upatikanaji na ubora wa huduma za jamii na kuongeza mauzo nje ya nchi hasa katika bidhaa za viwandani. Ndugu wafanyakazi na wananchi, baadhi ya masuala muhimu yaliyomo kwenye mpango wa maendeleo ambayo tunayatekeleza katika kipindi cha miaka 5 ijayo ni pamoja na kufufua viwanda na kujenga vipya, hususan vinavyotumia malighafi zinazopatikana kwa wingi hapa nchini, teknolojia ya kati, nguvu kazi na ambavyo bidhaa zake zitatumia zaidi hapa nchini, ikiwemo viwanda vya nguo na bidhaa za ngozi. Aidha, tunakusudia mazingira ya uzalishaji na uendeshaji biashara kwa kuhakikisha tunajenga miundombinu ya nishati ya umeme, reli, barabara, maji, madaraja, vivuko, bandari, viwanja vya ndege, tehama na kadhalika. Mheshimiwa Mgaya alipokuwa hapa amezungumzia kuhusu swala la reli. Ndugu wafanyakazi, nina uhakika mmekuwa mkisikia kwenye vyombo vya habari kwamba tumepanga kujenga standard gauge mpya kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza na nyingine kwenda mpaka Rwanda na Burundi. Na bahati nzuri serikali ya China imekubali kutusaidia fedha. Lakini pia katika bajeti ya mwaka huu nina uhakika waheshimiwa wabunge watapitisha kadri watakavyoona, zimetengwa zaidi ya trilioni 1 fedha ambazo zitaanza kujenga reli kwa kutumia nguvu zetu. Hiyo ni baadhi ya mifano tu ambayo ninaweza kuitoa hapa. Tunalenga pia katika kuhakikisha kuwa panakuwepo na ardhi kwa ajili ya uwekezaji na upatikanaji wa rasilimali watu yenye ujuzi. Hali kadhalika tutaboresha sera, sheria, taratibu, uratibu na ushirikiano wa kiasi katika kitaasisi wakiwemo ndugu zetu wafanyakazi. Maendeleo ya uchumi ni lazima yaende sambamba na maendeleo ya watu. Ili kuhakikisha hilo, vipaumbele vitakuwa ni kuhakikisha watu wanaondokana na umaskini, njaa, ukosefu wa ajira pia. Aidha, tutaboresha huduma za kijamii hususan afya na elimu kwa kuhakikisha zinapatikana kwa uhakika na ubora unaostahili. Tutahakikisha watu wengi wanajiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii na pia panakuwepo na usawa wa jinsia na watu wenye ulemavu, utawala bora, mipango miji na kuongeza juhudi za kukabiliana na athari za tabia nchi. Matumaini yetu ni kwamba utekelezaji wa mpango huu utaleta matokeo chanya kwa nchi yetu kwa kukuza uchumi kutoka 7% uliopo sasa hadi 10% kwa mwaka 2020.
lakini kuongeza mapato yatokanayo na kodi kutoka asilimia 12.1 ya pato la taifa mwaka 2014-15 hadi asilimia 17.1 mwaka 2020. Lakini pia kuongezeka kwa kasi ya kupunguza umaskini, ambapo pato la wastani kwa kila mwananchi litaongezeka kutoka wastani wa dola za Marekani 1,006 mwaka 2015 hadi 1,500 mwaka 2020. Umaskini wa mahitaji ya msingi kupungua kutoka asilimia 28.2 mwaka 2011-12 hadi asilimia 16.7 ifikapo mwaka 2020-2021. Huduma za msingi za afya na elimu zitaimarika. Kuongezeka kwa mauzo ya nje ya nchi ya bidhaa za viwandani, kuongeza idadi ya watalii na kuongeza uwekezaji wa moja kwa moja kutoka dola za Kimarekani bilioni 2.14 mwaka 2014-15 hadi bilioni 5 mwaka 2021. Hayo ndiyo mategemeo yetu. Ndugu wafanyakazi na ndugu wananchi, utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa utagharimu takriban shilingi trilioni 107, zikiwemo trilioni 59 kutoka serikalini. Kwa kuanza kwenye bajeti ijayo, serikali imetenga kiasi cha jumla ya shilingi trilioni 11.82 kwa ajili ya bajeti ya maendeleo, sawa na asilimia 40 ya bajeti yetu kutoka asilimia 26 ya mwaka uliopita. Kati ya fedha za bajeti ya maendeleo, shilingi 8.702 trilioni sawa na asilimia 74 ya bajeti ni fedha za ndani, na fedha za nje ni shilingi 3.117 trilioni sawa na asilimia 26. Kama mnavyoona, sehemu kubwa ya ugharamiaji wa mpango huu itafanyika kwa kutumia fedha za ndani. Hii ishara tosha kuwa tumedhamiria kufanikisha azma yetu ya kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 ili kuleta maendeleo nchini mwetu na kuwaondolea wananchi kero mbalimbali. Mheshimiwa Mgaya alipokuwa akizungumza kwamba hii dira hawakuhusishwa katika kushiriki, nikawa ninanongona na rais wake, nikawa ninamweleza walioitayarisha hii dira ni wafanyakazi. Ina maana hamwatambui kama ni wafanyakazi wenu? Ndugu wafanyakazi na ndugu wananchi, bila shaka baadhi yenu mtashangaa kwa nini nimetumia sherehe hii ya wafanyakazi kuongelea malengo ya serikali ya awamu ya 5 katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Jibu ni moja tu. Imenilazimu kueleza hayo yote ili sisi wafanyakazi wote hapa nchini tufahamu kazi kubwa iliyoko mbele yetu. Sisi ndio tunaotegemewa kuwaongoza Watanzania katika kutekeleza na kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025. Hivyo tunaposherehekea sikukuu hii ya wafanyakazi duniani, hatuna budi kila mmoja wetu kujiuliza ni kwa namna gani tutachangia katika kufanikisha utekelezaji wa mpango huu wa maendeleo wa nchi yetu. Kwa kifupi, naweza kusema kuwa mipango yote mizuri niliyoieleza hapo juu haiwezi kufanikiwa kama wafanyakazi hawatashiriki kikamilifu. Hivyo basi, ndugu zangu wafanyakazi, nitoe wito kwa wafanyakazi kote nchini, kila mmoja kwa nafasi yake, kujipanga vizuri katika kutekeleza mpango huu. Ni lazima tufanye kazi kwa bidii na kujituma, uweledi mkubwa na uadilifu. Nchi yetu haitaweza kufikia uchumi wa kati unaoendeshwa kwa viwanda kama tutaendelea kulea uvivu, uzembe, ubadhirifu, rushwa, utapeli, ukwepaji kodi na kutotumiza wajibu wetu, na hata kuwa na wafanyakazi hewa. Kwa kutambua hilo, serikali yenu imeanza kuchukua hatua za kuimarisha nidhamu na uwajibikaji kwa watumishi serikalini. Tayari tumeanza kuwashughulikia watumishi wachache ambao ni wazembe, wavivu, wala rushwa, wabadhirifu na wasio na maadili. Nafahamu watumishi wazembe na wabadhirifu ni wachache,
lakini watumishi hao ndio wamekuwa wakiharibu sifa nzuri ya watumishi wa umma. Hawa ndio wamekuwa wakirudisha nyuma gurudumu la maendeleo la nchi yetu. Hawa ndio wamekuwa wakinufaika na kunyonya jasho la wafanyakazi walio wengi wa Tanzania. Sasa mwisho wao umefika, na ninasema kweli mwisho wao umefika. Serikali ya awamu ya 5 imejipanga kuwashughulikia popote walipo. Ninaposema popote walipo, kweli popote walipo. Hatutawaonea aibu au huruma watumishi wa aina hii. Nimefurahi kusikia vyama vya wafanyakazi viko pamoja na serikali. Havitaunga mkono mtumishi mzembe, legerege na fisadi. Mmezidi kutupa nguvu zaidi ya kuendelea na jitihada tunazozianzisha za kurejesha nidhamu ya kazi kwenye utumishi wa umma. Niwaombe pia tushirikiane katika kushughulikia wafanyakazi hewa. Wafanyakazi hewa wameigharimu serikali fedha nyingi sana ambazo zingeweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi halali na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Hadi ninapozungumza leo, kwa taarifa nilizozipata jana, palikuwa na wafanyakazi hewa 10,295. 10,295 hadi jana. Na hawa walikuwa wanalipwa. Katika hawa wafanyakazi 10,295, 8,373 wanatoka TAMISEMI na 1,922 wanatoka serikali kuu. Watumishi hawa hewa 10,295 wamekuwa wakilipwa mshahara kila mwezi bilioni 11 na milioni 603 na 273 na 799 na senti 41. Kwa hiyo kwa mwaka wamekuwa wakilipwa bilioni 139 na milioni 239 na 285 na 592 na senti 92. Kwa hiyo ukizidisha kwa miaka 5 kama tumekuwa na wafanyakazi hewa, miaka 5 tu, tusiseme miaka 10 au 20 au 10 na ngapi, miaka 5, maana yake wamelipwa bilioni 696 na milioni 196 na 427 na 964.6 kwa miaka 5. Hizi bilioni 696 zilikuwa zinatosha kujenga madaraja kama lile la Nyerere lililoko Kigamboni, madaraja 3. Hizi bilioni 696 zinatosha kujenga flyover zinazojengwa Dar es Salaam kwa msaada na mkopo kutoka serikali ya Japani, zingekuwa 7. Hizi bilioni 696, mjiulize, kama zingetumika kulipa mishahara ya wafanyakazi walioko ndani ya serikali, tungewaongezea mshahara kiasi gani? Hizi bilioni 696, kama tungeamua kujenga hospitali, zingekuwa ni hospitali ngapi ambazo zimejengwa? Hizi bilioni 696, kama tungeamua kujenga barabara, kujenga mashule, kununua madawa. Nilitaka nilizungumze hili kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Tanzania tumechezewa sana. Na hawa wafanyakazi hewa wako miongoni mwetu. Nilitegemea sana katika hotuba ya ndugu yangu Mgaya pamoja na rais hapa alipokuwa akinikaribisha, angetoa laana kwa watumishi hewa ambao wamekuwa katika nchi yetu.
kwa sababu hawa ndio wamechelewesha huduma nzuri kupatikana kwa wafanyakazi. Ukichukua hawa 10,295 ambao wamelipwa bilioni 11,273,274.41 kwa mwezi, kama ni 10,000, maana yake kila mmoja alikuwa analipwa kwa average mshahara unaozidi milioni 1. Hizi milioni 1 tungewapa wafanyakazi ambao wanajituma, ambao sio hewa, kila siku wanaamka asubuhi, wanafanya kazi, hawali rushwa, wanahangaika kila siku, wangefaidika wangapi? Mbaya wa wafanyakazi ni wafanyakazi wenyewe. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wafanyakazi na Watanzania, mtuunge mkono katika juhudi tunazozichukua. Ilifikia watu anakuwa ni mfanyakazi, anapoajiri mtu anakuwa na wafanyakazi hewa wake 20, 30 na wangapi huko. Mishahara ile yote anaipokea yeye. Nilitoa mfano, palikuwa na mfanyakazi mmoja wa TRA, bahati nzuri kesi iko mahakamani siwezi nikazungumza sana. Alikuwa anapokea mishahara ya watumishi 17. Hii ndiyo Tanzania tuliyokuwa tumefikia. Pamekuwa na tabia ya watu anapokwenda kuripoti, anaondoka na kwenda kufanya kazi nyingine, na mshahara anaendelea kulipwa kwa mawasiliano tu mazuri ya yeye na ofisa utumishi au mtu mwingine mkubwa pale kazini. Watu wamelipwa mishahara ambao tayari wameshakufa, ni marehemu, lakini kwenye payroll wapo watu waliolipwa mishahara ambao wamefungwa. Wako watu waliokuwa wanaendelea kulipwa mishahara ambao tayari wameshakufa, wengine wameshastaafu. Hiyo Tanzania ndiyo tuliyokuwa tumefikia. Ninafahamu wafanyakazi walio wengi ni waaminifu, wana upendo mkubwa na wanapenda kazi zao, lakini wale wachache ambao sio waaminifu ni wabaya kweli kweli. Ni nafuu ya shetani kuliko hao watu. Hawajali shida za watu wengine, hawajali mateso ya wafanyakazi wengine. Wewe unalia hela hata haitoshi, unatakiwa ulipe hela ya kupanga, ya kulipia umeme, ya kulipia maji, una mtoto anaumwa, uniform. Wao wanaishi maisha ya ajabu, na ndiyo maana nataka hawa nilale nao mbele. Naomba mnisapoti. Ninajua idadi hii ya watu 10,295 ambao wamekuwa wafanyakazi hewa ni zaidi ya hawa. Bado wapo, na wako kwenye maeneo yote. Ninaposema wako kwenye maeneo yote, wako kwenye maeneo yote. Kila mwezi tumekuwa tukitenga bilioni 573 kwa ajili ya kulipa mishahara. Lakini katika hiyo mishahara tunayoitenga bilioni 573, mingine ni mishahara hewa. Na katika mishahara hiyo hewa mambo mengi yatajitokeza. Unapochangia kwenye hifadhi za jamii, utachangia watumishi hewa. Ukitaka kutoa likizo, utatoa likizo kwa watumishi hewa. Ukitaka kutoa fedha kwa ajili ya matibabu au likizo ya uzazi, utatoa kwa mzazi hewa. Lakini humo pia kuna madai hewa. Unakuta wanasimama, tunadai shilingi hizi, tunadai hizi, hatujalipwa. Mule kuna hewa. Na ndiyo maana ninawaomba ndugu zangu wafanyakazi, tuko hapa tulipo
mtupe nafasi serikali, tufanye kazi, haya mahewa yote tuyamalize. Ili mipango tunayotaka kuipanga kwa ajili ya wafanyakazi, kwa ajili ya Watanzania, waweze kufaidika kweli Watanzania ambao sio hewa. Inasikitisha sana. Na ndiyo maana saa nyingine nimekuwa nikijiuliza, sijui kwa nini niliomba urais. Unahangaika kutafuta fedha kwa ajili ya kulipa wafanyakazi, kwa ajili ya kuwapeleka watoto wakasome bure, kwa ajili ya kununulia madawati, kwa ajili ya kutoa mikopo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu ili na wao wasome, watoto wa maskini. Unakuta mtu anapanga mikakati ya kulipa hewa. Niliona ile nilizungumze, ndugu zangu, ili tuelewane wote kwamba tunaenda katika direction ipi. Lakini pia wakati nikitoa rai kwa watumishi legelege na wabadhirifu na wala rushwa kubadilika, napenda pia kutumia fursa hii kuwapa moyo wafanyakazi wote ambao ni wachapakazi na ambao wanatekeleza majukumu yao kwa weledi na uaminifu. Endeleeni kufanya kazi kwa kujiamini, kujituma bila kuwa na wasiwasi wowote. Mimi niko pamoja na ninyi. Nafahamu wapo baadhi ya watu wamekuwa wakiwatisha na kuwaeleza kuwa serikali ya awamu ya 5 haijali wafanyakazi. Wapuuzeni watu hao. Hao ndio wale waliokuwa wakinufaika au kushirikiana na watumishi mafisadi, wala rushwa na wabadhirifu. Kwa hiyo mkitoka leo hapa ukamsikia mfanyakazi yoyote anakueleza kwamba serikali ya awamu ya 5 haiwapendi wafanyakazi, ujue yule ni miongoni mwao wa wale waliokuwa wanafaidika. Ujue hao wanatapatapa baada ya kuona serikali inachukua hatua mahususi kwa watumishi wa namna hiyo. Serikali ya awamu ya 5 haitambagua mfanyakazi yoyote ambaye anajituma na kufanya kazi kwa weledi na uaminifu. Ninapenda kusema serikali yangu itawalinda na kuwatetea wafanyakazi waadilifu. Na nataka niseme kwa dhati kabisa, zile hoja nyingi ambazo zimetolewa na katibu ndugu Mgaya za TUCTA ni hoja za msingi. Hata ile hoja ya kuhamia Dodoma, nikaanza kumuuliza rais wake kusema makao makuu ya TUCTA yako wapi? Akasema yako Mnazi Mmoja, Dar es Salaam. Kwa hiyo nikamuuliza, kwa hiyo wewe mkoba unakaa Dar es Salaam Mnazi Mmoja? Ndio. Na Mgaya makao makuu yake yako Dar es Salaam? Ndio. Kwa hiyo pamoja na hoja ambazo amezitoa hapa akiomba serikali yangu ihamie Dodoma, yeye hajaanza kutoa mfano wa kuhamia Dodoma. Kazi hizi ndugu zangu ni ngumu. Na hata saa nyingine huwa nasikia katika hoja zinazotolewa, unamkuta mtu anazungumza kabisa mishipi imemsimamia kwamba lazima muhamie Dodoma. Na saa nyingine unamkuta labda anatoka chama fulani, chama chake nacho hakina makao makuu Dodoma. Nikajiuliza, chama ambacho kimeshatoa makao makuu na kuhamia makao makuu Dodoma ni CCM. Na wapongeza ninyi CCM kwa kuhamia. Hapo nilikuwa nachomekea tu. Lakini napenda kuhakikishia ndugu zangu,
nia ya kuhamia Dodoma iko pale pale, kwa sababu yuko kwenye ilani ya uchaguzi, na ndiyo maana mimi kila siku ninapokuja siku hizi nalala Chamwino. Na wizara ya TAMISEMI nilihamisha kutoka ofisi ya waziri mkuu kuihamishia kwenye ofisi yangu, na yenyewe makao makuu yake yako Dodoma. Mjue hayo ni maandalizi mazuri ya kuhamia Dodoma. Lakini niwaombe na wale wengine wote wanaotushauri kuhamia Dodoma, wawe wa kwanza na wao kuhamia Dodoma, wasiwe wepesi wa kuona maboriti ya wengine wakati yao wameyafurika kwa macho. Kwa hiyo nitafurahi ndugu yangu Mgaya mkianza mpango hata wiki ijayo ya kuhamia Dodoma, na mimi nianze kujifunza kutoka kwenu. Ndugu wafanyakazi, wakati wa kampeni na hata nikifungua bunge, niliwaahidi wafanyakazi wote wa umma na sekta binafsi kuwa ningeboresha maslahi na mazingira yenu ya kufanyia kazi, ikiwemo kuongeza mishahara. Na kuwapatia vitendea kazi pamoja na kulinda na haki za msingi za hifadhi ya jamii kama huduma za afya na malipo ya pensheni baada ya kustaafu kazi. Ahadi yangu hii bado iko pale pale, na nawaahidi tena sitawaangusha. Mnapoona ninaanza kuchukua hatua hizi, ikiwepo hata za kufuta wafanyakazi hewa, ni katika maandalizi ya kuangalia maslahi ya wafanyakazi walio wa kweli. Kwa bahati nzuri, hata kauli mbiu ya Mei Mosi mwaka huu inasema dhana ya mabadiliko ilenge kuinua hali ya wafanyakazi. Lakini pia na mimi nimekuwa mfanyakazi kama ninyi tu. Kweli kabisa. Hii dhana inasisitiza umuhimu wa kuboresha maslahi na mazingira ya kazi ya wafanyakazi. Ni kweli kabisa kama alivyosema Katibu Mkuu Tukta kuwa tangu nimeingia madarakani tumeweza kuongeza ukusanyaji wa mapato kutokana na kuziba mianya mingi ya ukwepaji kodi na kudhibiti matumizi yasiyo ya lazima. Aidha, si dhamira yetu, na bila shaka sio dhamira ya Watanzania walio wengi, kuona fedha zote tunazokusanya tunazitumia kwa ajili ya kulipia mishahara watumishi tu. Nasema hivi ili mfahamu kwamba mapato haya yanawahitaji wengi sana, na huu ndio ukweli. Wananchi walio wengi wamepata matumaini kuwa kutokana na kuongezeka kwa mapato, sasa huduma mbalimbali zitapatikana kwa ubora na uhakika. Hivyo ni wajibu wetu sisi mliotukabidhi kuongoza serikali kuhakikisha tunatumia vizuri rasilimali za nchi kwa manufaa ya Watanzania wote. Na ninapenda kutumia fursa hii kuhakikishia kuwa tutaelekeza fedha tunazozipata kwa maeneo muhimu ambayo yanagusa kila Mtanzania, wakiwemo wafanyakazi. Ndugu mwenyekiti wa Tukta, ndugu katibu mkuu wa Tukta na ndugu wafanyakazi, hivi punde nimetoka kusikia risala ya nzuri iliyosomwa na katibu mkuu wa Tukta Bwana Nicholas Mgaya. Sitaweza kujibu hoja zote nilizotajwa kwenye risala yenu, lakini napenda kuhakikisha kuwa serikali imezipokea hoja zote na tutazifanyia kazi. Hata hivyo, naomba mniruhusu nieleze baadhi ya hoja mlizozitaja kwenye risala zenu. Katika risala mmezungumzia swala la kupunguza kodi ya mapato ya mishahara kwa wafanyakazi pay. Napenda kuwaarifu kuwa serikali yangu, kama nilivyoahidi wakati wa kampeni,
zangu, nimeamua kupunguza kodi ya mapato ya mishahara kutoka 11% ya sasa hadi 9%. Kutoka 11% hadi 9% kuanzia mwaka wa fedha wa 2016/17. Nikiwa nina mategemeo makubwa waheshimiwa wabunge watapitisha bajeti ya serikali yangu niliyoiwasilisha. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumepunguzia wafanyakazi mzigo mkubwa wa makato katika mishahara yao. Nimeamua kuanza na hili kwanza, ili changamoto zilizopo sasa za kiuchumi tuweze kuzikabili, na baadaye mambo yakiwa mazuri tutaangalia swala la kupandisha mishahara. Ni lazima niwaeleze ukweli, ndugu zangu, na siku zote msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Tukipunguza hii kutoka 11 hadi 9, patakuwa na pengo kubwa la makusanyo ndani ya serikali. Ni lazima tulifidie kwa njia nyingine. Lakini imekuwa ni kawaida pia kwamba watu pekee ambao huwa hawakwepi kulipa kodi ni wafanyakazi. Wengine huko kote wana uwezo wa kukwepa kodi. Wafanyabiashara wanakwepa, wanani kule wanakwepa, lakini maskini wafanyakazi hawana njia ya kukwepa. Ukishakuja mshahara wako tayari umeshakatwa. Ndio maana nimeamua kupunguza mzigo huu kwao. Tutaona mambo yatakavyoenda. Na kwa hatua hizi tunazozichukua za mabilioni ambayo yamekuwa yakitumika ovyo kwa kulipa watumishi hewa, tutasevu kiasi kikubwa cha fedha. Kwa sababu mjumuisho wa watumishi hewa kama nilivyozungumza, maana yake ni mabilioni mengi yamekuwa yakipotea. Tutaangalia, lakini tutakaa na viongozi wetu na marais wa TUCTA ndani ya serikali. Kadiri uchumi utakavyokuwa unaenda, tuangalie ni namna gani tutaongeza mishahara ya watumishi wetu. Katika nchi hii wapo watu wanapata mishahara ya chini sana, lakini wapo watu wanapata mishahara mikubwa sana. Kazi zinafanywa na watu wa chini, wao wanapata mishahara mikubwa. Na ndiyo maana nilikwisha zungumza hadharani na leo narudia, wale waliokuwa wanapata mishahara mikubwa, nimeshasema itakuwa ni mwisho milioni 15 na kushuka chini. Ili hizi zingine tuzisevu, tuwapelekee watumishi ambao wamekuwa wakipata mishahara midogo. Tanzania hii ni yetu wote, na ndiyo maana tuna wajibu wa ile tume ambayo imetambulishwa hapa ya kupitia mishahara yote ndani ya serikali na mashirika. Pamekuwa na watu wa makurugenzi kwenye mashirika wanawahonga board member, wanapitisha mishahara wanayoitaka wao. Hatuwezi tukaenda kwa utaratibu huu. Wasiotaka kufanya kazi kwa sababu walizoea mishahara ya milioni 30 waache kazi hata leo. Haiwezekani katika nchi moja mtu mwingine anapata mshahara wa milioni 30 halafu mtu mwingine anapata 300,000. Kwa hiyo mnapoona tunasimama kupambana na haya mambo,
naomba wafanyakazi mtuombee. Lengo letu ni zuri la kuhakikisha Watanzania wote wanafaidi matunda ya Tanzania yao. Siwaonee wivu wanaopata mishahara mikubwa, lakini nataka kama tunapanda tupande wote. Kila mmoja anataka mshahara, hata mimi nataka mshahara, lakini ni lazima twende pamoja kwa ajili ya kujenga uchumi kwanza wa nchi yetu, na wale wa chini nao wafaidike. Ndugu wafanyakazi, swala lingine ni swala la tofauti ya mishahara ambayo nimelizungumza. Tayari tumeanza kuchukua hatua kuhakikisha tunakuwa na mfumo wa mishahara ambao unazingatia vigezo na uzito wa kazi na kupunguza tofauti kubwa ya malipo ya mishahara kwa kuoanisha mishahara ya watumishi wa umma walioajiriwa na serikali kuu na serikali za mitaa na taasisi na mashirika ya umma. Tunataka watumishi wa umma wafaidi matunda ya kazi kwa kuzingatia uzito wa kazi wanazofanya kwa misingi ya haki na usawa. Aidha, kufuatia marekebisho ya sheria ya taasisi ya kazi namba 7 ya mwaka 2004, tumeunda bodi mbili za mishahara. Bodi ya mishahara katika sekta binafsi inayosimamiwa na waziri mwenye dhamana ya masuala ya kazi na ajira, na bodi ya mishahara katika utumishi wa umma inayosimamiwa na waziri mwenye dhamana ya utumishi wa umma, kama ambavyo ndugu Mgaya alivyopendekeza. Majukumu ya bodi hizi ni kufanya uchunguzi na kupendekeza kima cha chini cha mishahara katika sekta husika. Ni matarajio yetu kwamba bodi hizi zitatekeleza majukumu yake kwa weledi, kwa kupendekeza viwango vinavyozingatia hali halisi ya uzalishaji na tija ya uchumi wetu. Swala lingine ni hifadhi ya jamii. Serikali ya awamu ya 5 inalenga katika kuhakikisha kwamba wananchi wengi zaidi watafaidika na mfumo wa hifadhi ya jamii nchini kuliko ilivyo sasa. Kwa mfano, tunataka wananchi wengi zaidi wajiunge na bima za afya ili wawe na uhakika wa matibabu. Tunaendelea na juhudi za kupanua wigo wa mfuko wa bima ya afya vijijini, yani Community Health Fund, na pia kuwezesha wafanyakazi wengi wa sekta binafsi kujiunga na mfuko wa taifa wa bima ya afya, National Health Insurance Fund. Aidha, mifuko ya hifadhi ya jamii imeanza kusajili wanachama toka sekta isiyo rasmi. Lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba wananchi wengi wanapata huduma za msingi za hifadhi ya jamii. Kwa upande wa kuimarisha mifuko ya hifadhi ya jamii pamoja na kuboresha malipo ya pension, serikali imekwisha elekeza mifuko ya hifadhi ya jamii kuachana na uwekezaji kwenye miradi isiyokuwa na tija, kwa sababu hifadhi za jamii hizi zinaingia kwenye mamiradi ya ajabu ajabu tu. Wawekeze kwenye maeneo kama viwanda ili kuzalisha fursa za ajira kwa kujipatia wanachama zaidi. Ukiwekeza kwenye kiwanda cha nguo utapata wafanyakazi wengi, utapanua wigo wa ajira, na hata hiyo hifadhi utakuwa unapata correction kutoka kwa wafanyakazi watakaokuwa wameajiriwa. Lakini ukiwekeza kwenye daraja au karvati, lile karvati likajengwa kwa mwezi mmoja, kwanza wafanyakazi wa pale watakuwa temporary, wala hawatakuwa kwenye mkataba, kwa sababu ni wafanyakazi wa muda, labda wanafanya kwa wiki 2, yule kandarasa akishamalizika wameshaondoka na wewe umewekeza pale hela. Return yake ni short term. Ukiwekeza kwenye kiwanda cha ngozi au cha viatu, wafanyakazi wengi watanunua hivyo viatu kutoka kwenye viwanda vyako, na Watanzania wengi watapata ajira.
Vijana wetu wanaomaliza vyuo watapata ajira. Tutakuwa tumeujenga uchumi wetu. Kwa sababu kwa hali tulionayo hii na ile hali ya wafanyakazi hewa, kwa mwezi mnalipa wafanyakazi hewa 10,295, wakati kuna wanachuo wengi wanamaliza vyuo wanakosa ajira. Wangeweza hata hao 10,295 wakapata ajira, wakalipwa hizo fedha. Lakini hawa watu ni wanyama kweli. Ni wabinafsi kweli. Na kwa kweli wakashindwa wakalegee kwa jina la Yesu na jina la Muhammad. Lakini niombe TUCTA mtusaidie basi katika kuwaopoa na kuwaonyesha hadharani hao wafanyakazi ambao wamekuwa wanatupeleka huko ambako si pazuri. Tunapotetea maslahi ya wafanyakazi, tuwaseme pia na kuwalaani wafanyakazi wanaotuharibia ustawi wa Watanzania. Kwa hiyo hizi hifadhi za taifa, kwa mfano pension fund, wafanye uwekezaji katika maeneo yenye tija yatakayosaidia kuongeza ajira na kujipatia wanachama zaidi. Aidha, ushauri wenu wa wafanyakazi kupitia shirikisho lenu la TUCTA kwa serikali kuhusu kupunguza idadi ya mifuko ya pension nchini na matumizi yasiyo ya lazima umepokelewa na kukubalika. Lakini ni vyema mfahamu kwamba kutokana na historia tofauti ya kuanzishwa kwa mifuko ya hifadhi za jamii iliyopo sasa, hatua zozote za marekebisho zinahitaji umakini mkubwa. Napenda niwahakikishie kwamba kazi ya kurekebisha mifuko ya pension nchini tutaikamilisha ndani ya mwaka 2016-17. Kwa hiyo waziri, ulisema nikupe kazi. Hiyo ndiyo kazi ya kwanza ya kwenda kushughulikia. Swala la vyama vya wafanyakazi, napenda kutoa rai kwa waajiri kote nchini kutambua kwamba swala hili sio la hiari, bali ni wajibu wao kuwaruhusu wafanyakazi kuanzisha na kujiunga kwenye vyama vya wafanyakazi sehemu za kazi bila kushurutishwa au kuchaguliwa chama cha kujiunga. Hivyo waajiri wote wanaovunja takwa hili la sheria watachukuliwa hatua kali. Lakini pia nitoe wito kwenu viongozi na wafanyakazi, vyama hivyo visitumike kuchochea migogoro ya kikazi, uzembe na uvivu kazini. Pia vyama hivyo visitumike vikawa kama vyama vya kisiasa kazini. Vyama hivyo vinapaswa kutumika kuimarisha uhusiano kati ya waajiri na waajiriwa, kuhamasisha utendaji kazi na kuleta utulivu sehemu za kazi. Swala lingine ambalo ningependa nizungumze hapa ni swala la mikataba ya ajira. Waajiri wengi wamekuwa hawatekelezi mikataba ya sheria kama walivyobainishwa katika sheria ya ajira ya mahusiano kazini namba 6 ya mwaka 2004 pamoja na marekebisho yake ambayo yamefanywa mwaka 2015. Bado yapo malalamiko mengi ya wafanyakazi kutokuwa na mikataba ya kazi, kufanya kazi bila vifaa kinga, michango ya pension kucheleweshwa kuwasilishwa au kutowasilishwa kabisa kwenye mifuko ya hifadhi za jamii. Serikali ya awamu ya 5 ninayoiongoza haitavumilia ukiukwaji huu wa sheria.
Ili kuhakikisha waajiri wanatekeleza kwa hiari bila shuruti sheria za kazi, tunaanza kurekebisha tena sheria ya ajira na mahusiano kazini kwa kuanzisha adhabu ya papo kwa papo, ambapo waajiri watalazimika kulipa faini kwa kila kosa la kutokutekeleza sheria ya kazi. Lakini pia katika mwaka huu wa fedha, serikali imetenga fedha kuajiri maofisa kazi zaidi wapatao 21. Ninachoomba tu hawa watakaoajiriwa maofisa kazi pamoja na waliopo wasiwe wanaenda wana compromise na waajiri, wakasimamie maadili ya kazi yao ili kuimarisha huduma za ukaguzi sehemu za kazini. Nitoe wito kwa vyama vya wafanyakazi kushirikiana kwa karibu na ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Aidha, ninaziagiza mamlaka zinazohusika kusimamia utekelezaji wa sheria za kazi kusimamia sheria husika bila woga, kwa lengo la kuwalinda wafanyakazi wasiendelee kutumikishwa na kunyonywa. Aidha, naziagiza mamlaka husika kushughulikia swala la ajira za wageni ambazo zinaweza kufanywa na wazawa. Hakuna nchi yoyote duniani ambao jukumu lake kubwa ni kuwatafutia ajira wageni kazi ambazo zingeweza kufanywa na wazalendo. Naagiza wizara zote zisimamie hili swala kwa nguvu zote ili wazawa wapate kazi. Hata kukaanga chipsi anatoka mtu nje, kuendesha lori anatoka mtu nje. Haiwezekani. Hata kwenye mahoteli mtu anatoka nje. Kwani nikishasema yes and no, sasa ameshakula chakula mhudumiwa? Kwani wahudumu wote wa China wanajua Kiingereza? Wahudumu wote wa Urusi wanajua Kiingereza? Wahudumu wote wa Ujerumani wanajua Kijerumani? Wanajua Kiingereza? Kwa nini wahudumu wa Tanzania wasiwahudumie hawa ambao hawajui Kiswahili, wawahudumie kwa Kiswahili? Saa nyingine Tanzania tumejisahau sana. Tumekuwa watu wa kusindikizwa na hawa watu wanaokuja kutafuta biashara. Ni lazima tuwasimamie ili Watanzania wetu wapate ajira, na hapo ndipo tutaijenga nchi yetu kwa maendeleo ya kisasa. Kwa hiyo ni waombe wahusika wote mshirikiane pia kuwafichua wale wote watakaofanya kazi bila vibali. Nakumbuka zoezi hili lilianza, sitaki kuamini kama ilikuwa nguvu ya soda. Mheshimiwa Waziri, tafadhali simamia hili. Ndugu mwenyekiti wa TUCTA, Rais, sikuite mwenyekiti, waheshimiwa mawaziri wa nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, sera, bunge, kazi, vijana na ajira na walemavu, waheshimiwa viongozi wote mlioko hapa, pamekuwepo na swala moja dogo la waajiri kutokuchangia fedha za waajiriwa kupeleka kwenye mifuko ya NSSF, PPF, PSPF. Na ninaposema waajiri ni pamoja na serikali. Palifika wakati hazina tulikuwa hatulipii fedha kwenye mfuko wa PSPF. Deni likafika milioni 710 bilioni. Sio milioni, bilioni 710. Nilishatoa maagizo kwenye Wizara ya Fedha, hazina, wameshalipa bilioni 500 za mchango wao.
zimebaki bilioni 210, lakini nina uhakika katika michango hiyo hata ile ya michango hewa imo, kwa sababu inawezekana tumelipia hata watumishi ambao hawapo. Lakini niagize basi hazina pamoja na waajiri wengine wote, michango yao iwe inalipwa kila mwezi, ili hili nalo lisije likawa moja ya kero kwa wafanyakazi wanapostaafu. Ndugu zangu wafanyakazi, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kuwashukuru tena viongozi wa TOCTA, Mheshimiwa Rais na viongozi wote, vyama vya wafanyakazi nchini, kwa heshima mlionipa ya kushiriki kwenye sherehe hii. Aidha, napenda kurudia tena wito wangu kwa wafanyakazi na wananchi wote kwa ujumla. Tuendelee kufanya kazi kwa bidii, kwa nguvu zetu zote na kwa maarifa yetu yote, na kwa kuzingatia misingi na uwajibikaji na uadilifu, ili tuweze kusukuma gurudumu la maendeleo ya nchi yetu. Tukumbuke ya kuwa kazi ni utu. Kazi sio fursa ya kupata mshahara kwa manufaa ya familia zetu tu, bali ni fursa nzuri ya kutoa mchango kwa taifa lako kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Yale madai mengi ambayo yametolewa, yakiwepo na madai ile ya walimu, nataka niwahakikishie tunayafanyia kazi, tutayalipa yote. Lakini tunataka tusije tukaingia mkenge wa kuwalipa walio hewa. Ni lazima tufanye uchambuzi wa kutosha, na niwaombe wafanyakazi ambao wamekuwa wakidai malipo hewa waache. Ndugu zangu wafanyakazi na ndugu wananchi mliohudhuria siku hii ya Mei Mosi, nimejifunza mengi, mmenifundisha mengi. Sherehe hii ya leo ambayo imefanyika hapa Dodoma, nimefurahi sana. Na nimeona kumbe watani zangu Wagogo wanaweza. Ni sherehe ya aina yake. Ni kweli nilipoletewa mwaliko nilijiuliza kwamba mimi nimezoea kufutafuta sherehe, kijina hii nayo niifute au ili angalau tusevu hela zikafanya kazi nyingine. Lakini nafahamu wafanyakazi wengi mna madai yenu ya haki, mna madai ya msingi, na ndiyo maana nikaona vyovyote iwe ni lazima nikasikilize kero za wafanyakazi. Ndiyo maana nimefika hapa. Nasema kwa dhati ninawashukuru sana. Hiyo ilikuwa hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli aliyoitoa wakati wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, ambapo kitaifa kwa mwaka 2016 imeadhimishwa mkoani Dodoma.